Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Ni Jumanne tarehe 2, tupo mashariki mwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, mataifa ambayo siku za karibuni yanakabiliwa na msukosuko wa kisiasa. Kwa taarifa hizo na nyingine kutoka Afrika, kaa nasi. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Cameroon, Anicet Ekane, amefariki dunia akiwa korokoroni. Ekane alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliomuunga mkono kiongozi mkuu wa upinzani na mgombea wa urais Issa Chiroma Bakari. Chiroma alipinga matokeo ya kura ya Oktoba na kusisitiza alimshinda rais wa sasa Paul Biya. Kwa sasa kiongozi huyo wa upinzani amekimbia nchi na kutafuta hifadhi katika nchi ya Gambia. Chama cha Ekane cha African Movement for Independence and Democracy, MANIDEM, kimelalamikia mamlaka za Cameroon kwa kumzuia kupokea matibabu. Anicet Ekane alifariki katika hospitali ya kijeshi wakati akipokea matibabu baada ya afya yake kudhoofika akiwa kizuizini. Familia yake akiwemo mkewe walijulishwa kifo chake na kukubaliwa kupokea mwili wake. Msemaji wa serikali ya Cameroon amesisitiza Ekane alipokea matibabu kutoka kwa madaktari wake binafsi na kwamba uchunguzi umeanzishwa kubaini mazingira ya kifo chake. Mtangazaji mmoja wa redio ya Afrika Kusini amefikishwa mahakamani kwa mashtaka ya kuwahadaa raia wa kiume wa nchi hiyo wajiunge na jeshi la Urusi katika uwanja wa vita na Ukraine. Nonkule Patricia Mantula pamoja na wengine 5 wameshtakiwa kukiuka sheria ya Afrika Kusini inayopiga marufuku raia wake kujiunga na jeshi la kigeni bila kibali rasmi cha serikali. Mamlaka za Afrika Kusini zinasema wanaume 17 raia wake wamejiunga na jeshi la Urusi kukabiliana na wanajeshi wa Ukraine. Mantula ni mtangazaji wa asubuhi katika kituo cha SAFM kinachomilikiwa na idhaa ya utangazaji nchini Afrika Kusini, SABC. Kesi hii inajiri wakati polisi Afrika Kusini wanaendelea kumchunguza binti wa rais wa zamani Jacob Zuma, Bi Duduzile Zuma Sambula, kwa kuwavukisha wanaume 17 zaidi kama mamluki wajiunge na jeshi la Urusi. Duduzile amejiuzulu kama mbunge wa chama cha MK kufuatia sakata ya sasa. Juhudi za kuwashawishi watawala wa kijeshi nchini Guinea Bissau kuachia ngazi na kurejesha utawala wa kikatiba zimegonga mwamba. Ujumbe kutoka kanda ya Afrika ya Magharibi ECOWAS umekuwa Bissau kuzungumza na wanajeshi waliotoa madaraka wiki jana wakati taifa hilo likifanya uchaguzi wa rais mpya. Mwenyekiti wa ujumbe wa ECOWAS, Rais Maada Bio wa Sierra Leone, amesema licha ya changamoto za sasa, mazungumzo yataendelea kutafuta suluhu la kisiasa Guinea Bissau. Mazungumzo mengine yanatarajiwa kufanyika Disemba 14. ECOWAS na AU zimesimamisha Guinea Bissau kama mwanachama hadi pale utawala wa kikatiba kurejeshwa nchini humo. Aidha, ECOWAS inasema ina haki kutumia mbinu zote chini ya azimio lake kuhakikisha hali ya kawaida inarejea Bissau. Ujumbe wake umesema tume ya uchaguzi ya Guinea Bissau imekiri kutokuwa na uwezo wa kutangaza matokeo rasmi ya urais baada ya vituo vingi kukosa kufikisha takwimu za mwisho kulipotokea mapinduzi. Rais Umaru Sisoko Embalo amedaiwa kupanga njama za mapinduzi hayo kuzuia mabadiliko ya kisiasa. Kwa sasa ametafuta hifadhi katika nchi ya Congo Brazzaville. Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kufanya kikao maalum na viongozi wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambapo pande mbili zitasaini mwafaka wa amani mashariki ya DRC. Mwafaka wa sasa unafuatia mchakato wa amani ulioanzishwa na Marekani mwezi Juni na makubaliano ya kuimarisha uchumi wa Kongo ya hapo mwezi Novemba.
Kiongozi wa wapiganaji wa M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Corneille Nangaa, ametaka taifa hilo kubadilisha mfumo wa utawala na kuzingatia utawala wa majimbo kama ilivyo Marekani na Ujerumani, ambapo magavana wa majimbo husimamia rasilimali zao huru bila mwingilio wa serikali kuu. Matamshi ya Bwana Nangaa yanajiri wakati viongozi wa DRC na Rwanda wanatarajiwa kukutana Marekani kusaini mwafaka wa amani mashariki mwa DRC. Kundi la M23 limetoa miji mikubwa ya Goma na Bukavu, na Rwanda imelaumiwa kwa kuwaunga mkono na kuwapa msaada wa kijeshi. Mwandishi wetu wa Kinshasa Mbelechi Msoshi amezungumza na baadhi ya raia kuhusu matukio ya sasa, na hii hapa ni taarifa yake kutoka Kinshasa. Naona mara mingi utawala wa Kinshasa unashindwa kudhibiti eneo zote za mashariki, na inalingana pia na ukubwa wa nchi na madhaifu pia ya uongozi. Kuona hali ambayo watu wengi hapa mashariki mwa Kongo wanahangaika kwa mambo yote ya serikali, utakuta kunatoka makomision kule na kuja kufanya makontrole huku, raporo zinarudi Kinshasa lakini hakutatoka majibu inayofaa. Aoti, mfanyakazi wa umma pia mkazi wa jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo, ameunga mkono pendekezo hilo la Corneille Nangaa la kutaka utawala wa majimbo kama ilivyo Nigeria, Marekani, Ujerumani na kadhalika. Kulingana naye, tume kadhaa zinazotoka Kinshasa kuwafuatilia hazifanye kazi zao ipasavyo. Hata uteuzi wa viongozi uliofanywa na Kinshasa katika majimbo haufai. Tena utakuta ile komisio tena nakuja mara ya pili, mara ya tatu, watu wanaponda tu kupeleka hela, lakini hakuna chenye kupatikana, hakuna jibu ambalo linaridhisha watu. Kufuatana na ile hali, inaonekana kwamba ingelikuwa heri federalism inaweza kuwa mzuri, kwa kuwa kila watu mahali walipo wanajishughulikia wenyewe, na pale watakuwa na uwezo wa kupata majibu kwa problema ambazo zinawasonga, kuliko kutoa maraporo hapa kuyapeleka Kinshasa. Utakuta mara mingi yakifika kule Kinshasa wanaikalia, wanafanya vile vyao wenyewe banataka, unakuta kuliko watumike kazi kwa kufurahisha watu wa mashariki, mara mingi sana unakuta wanajitumikia kwa kujifaidisha wenyewe. Lakini kwa mujibu wa Fudre Bendera, huu si muda wa kuunga mkono maoni haya ya mmoja wa viongozi wa kundi la M23, kwani yupo haswa nyuma ya njama ya Rwanda ya kutaka sehemu ya mashariki ya Kongo iwe chini ya utawala wa Rwanda. Presente mimi Fudre Bendera, mzalendo mwenye msimamo. Kitu unapasha kutia mwakili. Bwana Nangaa anaongea pale juu ya kila jimbo jitegemee, sijui nini. Kwa muda wa leo haina nafasi, sababu chanzo cha yeye kuwa kule kinajulikana na malengo ya yeye kujikuta leo pale inajulikana. Sio yeye Nangaa mwenyewe ana madaraka, ana mamlaka, ana uwezo wowote ule ikawa majimbo itajitegemea. Vita tuko nayo ni ya balkanization. Vita tuko nayo ni ya Rwanda na Kongo. Kwa muda ile kulomba Republique Federale tu, kwa leo ni tukomboe kwa nchi yote kwa kimoja. Kama ile malalamiko itakuwa baadaye na itafanywa kazi, haitakuwa kwa mtuto kwa vita, dialogue na nini, kutafuta mapiste solution na kuangalia kama kweli inastahili ikubalike, ikuwe adopte na wananchi wote, sio kwa kimabavu, hapana. Corneille Nangaa alitetea nia yake hiyo kwa kujibu matakwa ya raia wa Kongo. Kulingana na Joel Mapatano ambaye ni mwakili, sio kubadili utawala wa nchi ndio suluhisho ya shida za Kongo. Suluhisho ni uongozi bora. Ya muhimu ni management, ni uongozi. Sasa kama uongozi uko mbaya, utakuwa mbaya tu. Sasa wanasiasa ambao wanakuwa na tabia ya kushika mali ya umma, si wao watakwenda kwenye majimbo, na ni huko wataendeleza na hizo tabia zao. Sasa ningetaka kujua kama wakati wanasema Kongo mpya itakuwa na hawa wanasiasa wa zamani watatupwa nje na kufanya Kongo ya mpya, na majimbo yanayokuwa na uwezo ya kufanya ambayo yanataka, takuwa na wanasiasa wapya. Kama ni wanasiasa wapya sawa, lakini kana kwamba ni hawa wanasiasa, nafikiria kama ni upuuzi mtupu tu. Mjadala huu wa kubadili aina ya utawala unajiri wakati rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye anakosolewa kuunga mkono kundi la M23, na mwenzie wa Kongo Felix Tshisekedi wamekubali kusaini mkataba wa amani Alhamisi hii huku Washington. Licha serikali ya Kongo ilikuwa ikilazimisha kuweka saini yake wakati itaona Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini DRC. Mbelechi Msoshi, Kinshasa, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika.
Nchini Tanzania, kanisa Katoliki limetaka serikali kukiri vyombo vya dola vilihusika na mauaji ya waandamanaji na dhuluma nyingine kabla ya kuomba maridhiano ya kitaifa. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania, Dr. Charles Kitima, hapo jana amezungumzia kile kinachopaswa kufanywa na serikali kwa kile kilichotokea siku ya Oktoba 29, huku akihimiza serikali kukiri wazi kwamba watu waliuawa na kuachana kutoa maelezo mengine kabla ya hatua hiyo. Lakini hapa tuache na idadi na nini. Kitu cha kwanza ambacho Watanzania tusitoke kwenye ukweli, tukiri kwamba watu waliuawa. Na nani waliuawa? Na nani aliyetumia risasi, silaha za moto zilitumika kuwaua hawa? Mikoa mingi, mikoa mikubwa iliyopata madhara makubwa na wilaya ambazo zimepata madhara makubwa inafahamika. Na waliuawa kwa mtindo upi? Risasi zile zimepiga sehemu gani za mwili? Watanzania wamezika, wameona miili ya ndugu zao. Sisi tunamiliki mahospitali hapa Ukonga, hapa Kadino Rugambwa. Askari anaenda pale anawaambia, sisi usiwatibu hawa tunataka tuwaone kwenye mochwari, usiwatibu, walikuwa wanaleta vurugu. Mtu ameenda ameumia, amepigwa risasi, lazima tumtibu. Hata hivyo, Padre Kitima alikosoa kuhusiana na uchaguzi uliofanyika, akisema kwamba haukuwa wa haki. Lakini hebu angalia nchi yetu ambavyo imekuwa ni waongo, tumekuwa waongo. Tumedanganya watu uchaguzi utakuwa wa haki, haijawa. Tumedanganya wananchi si watu wataacha kutekwa, wanaendelea kutekwa. Sisi juzi tarehe 26 ametekwa binti moja kule Mwanza. Hatujui mpaka sasa, hatujapewa taarifa alitekwa na nani. Tumetoa taarifa polisi, ni binti wa shirika la utawa, walikuwa wanamtafuta sister mwenye shela, wakamkoza, wakamchukua yule binti, kaja kumtupa pale 26 wiki iliyopita. Sasa tunaposema jitihada zinafanyika, lazima ziendane na matendo. Sio swala la kuongea, ni swala la kutenda. Na Watanzania walishazoea kuona kiongozi anaahidi na anatenda. Ndicho Watanzania walichozoea. Unapoahidi usipotenda, Watanzania hawatakuamini na hawatakufuata. Watanzania hawapendi. Ndio unasikia neno pekee linalotumika duniani, ni nchi pekee inayotumia neno kiongozi unaitwa msanii. Msanii maana yake nini? Mwigizaji. Hata hivyo, hii leo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameendelea kushikilia msimamo wake kwamba tukio hilo lilikuwa la kutengenezwa na kupangwa kwa lengo la kuangusha serikali yake. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa. Walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo. Wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Katika hatua nyingine, Rais Samia amewakosoa wanasiasa na kwamba baadhi yao walikuwa hawana fedha hata za kumudu maisha yao, na kwamba alilazimika kuwasaidia fedha za posho yake ya safari. Mwaka 2020 mpaka 2023 nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao. Nikanyosha mkono wa rehema. Njoni nyi wa Tanzania, njoni tukae, tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani na wanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema, na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa niliowakuta nje wanasafa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona, nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogaiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje.
Ni hawa walionambia sawa tutarudi, lakini tuna kesi. Nikawaambia kesi nitazifuta, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Haya yote yanajiri huku Rais Samia akisubiria majibu ya uchunguzi kutoka kwenye tume aliyoiunda, ambayo nayo imekosolewa vikali kwa madai kuwa haina uwakilishi wa makundi muhimu na yenye watu huru ili kuweza kutoa matokeo ya kweli. Nchini Uganda hali ya kisiasa inaendelea kuwa ya kuyumba, huku nchi hiyo ikitarajiwa kwenda debeni hapo mwakani Januari 15 mwaka ujao. Asasi za kiraia zimeripoti kifo cha mtu mmoja baada ya kupigwa risasi wakati wa kampeni za Bobi Wine. Mwandishi wetu Saddam Mubale aliyeko kule Uganda amefuatilia kampeni hizo na amezungumza na wafuasi mbalimbali, na haya hapa ni maoni yao. Watoto ya wengine wameketi. Tunaomba serikali ianzishe mradi katika village, katika parishes, tuweze kujijenga. Tunajijenga kivipi? Tujichukue upande wa kulima. President Museveni ametuletea example ya ukulima. Jamani, watu kwa kulima si kulima chakula peke yake. Kuna wafugaji, kuna wenye wanafuga ng'ombe, kuna wachungaji kuku, kuna wenye wataenda walime mahindi, maharagwe, mihogo leo mnaona kuna soko. So ningeomba hii pesa yenye President Museveni alileta pesa za SACCOS, ameleta pesa ya PDM. Pesa ya PDM jamani, kwendeni chukueni pesa. Join the groups, mchukue pesa ziwajenge, mjijenge katika boma zenu. Vile ameleta village model, tunapata wenye wako na bahati, wenye wanajua la kufanya, tunazipata. Lakini namuomba saa hii azidishe kuleta mashinani pesa, na wahalifu atutolee wahalifu. Pesa zenye nasukuma wengine wanakula, mtu mmoja anakula mamilioni za pesa. Hiyo tunamuomba afinye hao, atutolee hao. Hiyo swali la kwanza. La pili, nataka sisi tukiwa tunatembea sasa, sisi wazee tumezeeka, azidishe kapesa Kenya anatoa, na miaka apunguzeko kidogo, zirudi 65. Fadhali na 80 ni babu yangu ndiye anapata, mimi sipati na nimezeeka. Namna hayo ndiyo maoni ya wananchi katika eneo hili. Tutakuwa tu tunakujuza kila siku kuhusiana na yale ambayo yanatendeka katika ukingo, katika vile uwanja wa kampeni katika eneo hili katika nchi hii ya Uganda. Jina langu ni Saddam Mubale, nitakuwa tu na kujuza kwa kina kwa ajili ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika hapa Uganda. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge au usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Naona wengi bila shaka mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana kuendelea kusikiliza Sauti ya Mwafrika. Mwishoni mwa juma, Kenya ilifanya uchaguzi mdogo katika baadhi ya maeneo bunge na madiwani. Uchaguzi huo ulikuwa wa kwanza kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi. Muungano tawala wa UDA na ODM walitoa viti vingi vya ubunge na Senate. Hata hivyo, ushindi huo ulionekana kuwa finyu na kuashiria kwamba ushindani mkali katika uchaguzi mkuu, ambapo rais wa sasa William Ruto anakumbwa na kibarua kigumu kuchaguliwa muhula wa pili. Gabriel Ingubu anaarifu zaidi kutoka Kenya. Tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imeandaa uchaguzi wake wa kwanza mwishoni mwa wiki katika maeneo 24 ambao ulikuwa uchaguzi mdogo wa kuchagua seneta, wabunge na wawakilishi wadi. Tume hiyo ambayo ilichukua usukani kuanzia tarehe 17 Julai mwaka huu iliandaa uchaguzi huo kufuatia baadhi ya wawakilishi kuteuliwa katika nyadhifa zingine serikalini au kufariki. Lakini je, uchaguzi huu unaleta taswira ipi katika taifa la Kenya? Na wafanya kazi kule Turkana. Eneo la Turkana pia kulikuwa na ile uchaguzi mdogo katika eneo la Nanam pamoja na Lake Zone. Kwa mtazamo wangu ni kwamba serikali ilitumia nguvu sana kuhakikisha kwamba wagombeaji ambao wanaegemea upande wa serikali wanapata hizo viti. Na kimtazamo wangu tu, iwapo hulka na tabia kama hii itaendelea,
basi inatuchorea taswira hasi tukielekea mwaka 2027. Ikizingatiwa kwamba nikitoa mfano tu eneo la Malava kati ya mgombeaji Ndakwa na Seth Panyako, tulioshuhudia serikali ikipeana zile bidhaa ya kushawishi, mattresses, vyakula hadi dakika za mwisho. So kimtazamo wangu ni kwamba iwapo serikali itakuwa inatumia nguvu kupita kiasi kusaka kura ili wagombeaji wao washinde, basi mwaka 2027 kutakuwa na ile hali ya wasiwasi sana. Kulingana na vile mimi ninaona ni kwamba chama ambacho kinaongoza ambacho ni cha serikali kimepata umaarufu sana, na labda vyama vingine visipojitahidi kulingana na matakwa yao, labda na pia wabuni njia mpya za kupiga kampeni, uchaguzi mkuu utakapofika, labda serikali inaweza kuwashinda ama kuwapiku kidogo. Nitasema hivi, tabia ya wanasiasa kuingilia kaunti zingine na kwenda kufanya kampeni kule maeneo ambayo si yao ni tabia ambayo inafaa ishughulikiwe, na tabia ambayo inafaa ikatazwe kwa wanasiasa kama hao. Mbona nasema hivyo? Tunaangalia kwamba mtu anatoka katika kaunti nyingine kwenda kuzua fujo katika kaunti nyingine, na ni wakati wa chaguzi ndogo. Hatujafika wakati ambao ni chaguzi zile ambazo ni za jumla mwaka 2027. Lakini wanasiasa ambao unapata mwanasiasa mmoja ni waziri, mwanasiasa ni waziri ambaye anafaa shughulikia masuala kuhusiana na nchi ya Kenya, lakini yeye pia anajitosa katika ulingo wa siasa kumpigia debe kiongozi fulani, ambapo si swala nzuri. Kwa hivyo sisi mimi kama mwanahabari nitasema kwamba tabia ambayo niliona juzi katika maeneo ambayo uchaguzi ziliweza kufanyika, kama kule Kakamega, twende kule maeneo kama ya Turkana, kule maeneo kama ya Mbeere, si swala ambalo linifurahisha kabisa mimi kama mwanahabari. Kile tulichoyaona katika uchaguzi ndogo uliopita ni taswira kamili ya uchaguzi utakaokuja mwaka wa 2027. Ingawa uchaguzi mdogo uliopita ilikumbwa na vita pande zote, ningependa kuomba serikali, haswa tume uchaguzi, kukaza kamba ili tusione tena vita tuliyoyaona katika uchaguzi uliopita. Natoka maeneo ya Kisii. Kura za by election ambazo zimefanywa hivi majuzi, uchaguzi mdogo, ni ishara kubwa sana kwa yale ambayo yatakayotukia mwakani 2027, kwamba kumetukia matukio ambayo yanafanana kama yalivyokuwa hapo nyuma, ambayo hayakutoa ishara kwamba yatakuwa mabaya, lakini sasa yanaonyesha kwamba yatakuwa mabaya. Ukiangalia hasa zaidi uchaguzi uliofanyika eneo la Nyansiongo, eneo la Ekerenyo na maeneo 3 ya Kisii tuseme, kulikuwa na waliowekwa kwa ajili ya kupiga wapiga kura, wamewekwa kwa ajili ya kupiga wapiga kura. Pili, viongozi ambao wanaulizia kura wametumia hela nyingi kutamani kuhakikisha kushinda uchaguzi huo. Kwa hivyo swala ambalo umeuliza la hawa wanaowania na wapiga kura ni swala la kutiliwa manani sana, kwamba mwakani 2027 ni muhimu tuweze kujichunga sana na tuweze kuangalia kwamba tusipeleke maneno katika mkondo ule wa kuashiria kuleta mvutano wa kisiasa. Na kwa kusema kweli, serikali iliweza kuwa mshindi kupitia chama cha UDA. Ukiangalia kisiasa, serikali ilikuwa mshindi. Lakini ukiangalia mambo ambayo yanakuja mbele ya uchaguzi mkuu, serikali inafaa kufikiria sana kuhusu venye watafanya mambo ya kuendelea mbele. Haya ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wananchi kutoka sehemu tofauti za nchi. Mie ni Gabriel Ingubu, na hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kauli za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo jijini Dar es Salaam kuhusu maandamano, mapinduzi ya dola, matumizi ya nguvu, maridhiano ya kisiasa na wajibu wa wazazi zimefungua ukurasa mpya wa mjadala wa kitaifa. Hili si swala la siasa pekee, ni swala la mwelekeo wa taifa, uwajibikaji wa mamlaka na thamani ya haki ya raia ndani ya nchi ya kidemokrasia. Je, matamshi hayo yanajenga nchi au yanabomoa zaidi? Tusikilize tahariri ya Kennedy Wandera. Hivi leo Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza Dar es Salaam ameuliza kwa ukali, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Je, ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi hadi wafaulu? Mwisho wa nukuu.
Katika swali hili alilouliza rais, kuna ujumbe mzito kwamba serikali ilikuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa. Taifa linalojenga misingi ya utawala wa sheria lazima liwe tayari kuuliza, je, nguvu iliyotumika ililinda amani au ilizalisha hofu? Je, ilikuwa lazima, na je, hatua mbadala zilikuwepo? Ni kweli kwamba majeshi ya ulinzi na usalama yana wajibu wa kulinda nchi, mipaka, raia na mali zao, alivyosema rais. Lakini katika nchi yoyote inayotaka kusonga mbele, matumizi ya nguvu si tu swala la kulinganisha na ukubwa wa tukio, bali pia kulinganisha na viwango vya haki za binadamu, uwazi wa mamlaka na dhamana ya kuaminiwa na umma. Ulinzi wa taifa haupasi kuwa chanzo cha majeraha ya taifa hilo. Kauli hii haizungumzii tukio moja tu, inaonyesha falsafa pana ya namna ambavyo serikali inaona wajibu wake katika kulinda usalama. Lakini uzito wake upo katika sehemu mbili. Moja, inahoji dhana ya uwiano wa nguvu badala ya kueleza serikali inauliza. Pili, inaunganisha maandamano na jaribio la mapinduzi, jambo lenye athari kubwa kwa taswira ya raia wanaotumia haki yao ya kidemokrasia ya kuandamana. Katika nchi yoyote yenye utaratibu wa kidemokrasia, swali kuhusu viwango vya nguvu ni swala la kimsingi. Ni swali linalojibiwa na sheria, kanuni na uchunguzi huru na rekodi ya matukio. Hivyo, kauli kama hii ya rais, ingawa inaonyesha msimamo wa serikali yake kuhusu hatari iliyotazamwa, pia inafungua milango ya maswali mazito kuhusu uthibitisho, ushahidi wa hatari hiyo na kama njia mbadala zilizingatiwa. Zaidi ya yote, kauli hii ina athari ya kiutawala. Ikiwa nguvu kubwa ilitumika na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaamini ilikuwa sahihi, basi taifa linahitaji uwazi wa kina kuhusu mazingira yaliyolazimisha serikali ya Rais Samia Suluhu kwa matumizi hayo. Bila taarifa ya kutosha, kauli ya kutaja mapinduzi inaweza kuchangia hofu, kutia doa mijadala ya kiraia au kufifisha imani ya wananchi wanaotumia njia za kidemokrasia kueleza malalamiko yao. Lakini pia kauli hii inaweza kusoma kama kilio cha mamlaka inayohisi iko katika mazingira ya shinikizo, ambapo maamuzi yanatakiwa kufanywa haraka ili kuzuia madhara makubwa. Kauli hii pia ni nzito zaidi. Hii ni kuhusu matamshi ya rais kuhusu wazazi. Hapana mnukuu, unapolalamika mtoto wako amevunjwa mguu, ameuawa, ulishindwa nini kumkataza asiende kwenye maandamano? Mwisho wa nukuu. Hapa ndio taifa linapaswa kujikalia kitako. Maandamano katika jamii ya kidemokrasia si uhalifu, ni njia halali ya kisiasa. Kwa familia zilizopoteza watoto, ndugu au wapendwa wao, maneno haya yanaweza kuibua upya maumivu aliyoyapitia. Badala ya kuona ishara ya faraja, wajibikaji au tayari wa serikali kusikiliza kilio chao, wanaweza kuyasikia kama kisingizio cha kutetea tukio lililoacha bila watoto wao. Katika mazingira kama haya, kauli ya kiongozi mkuu wa nchi inaweza kutafsiriwa kama ukosefu wa ukaribu wa kihisia na jumuiya iliyoathirika. Kwa Watanzania walioumizwa, kukerwa au kutishwa na matukio ya matumizi ya nguvu, kauli hiyo inaweza kuongeza hisia za kutokuwa salama. Inaweza kuashiria kwamba mamlaka haitambui ukubwa wa madhara wala haja ya kutafuta njia mbadala za kuepusha maafa katika siku zijazo. Kwao, hiyo si hoja ya kiusalama tu, ni ujumbe unaoweza kueleweka kama kuhalalisha kile kilichotokea, wakati wao wanaamini kilipaswa kuzuiwa. Na badala ya kulaumu wazazi, serikali ilipaswa kuuliza, je, palikuwapo na mazingira ya kisiasa yaliyoruhusu vijana kushiriki katika mjadala wa kitaifa bila kuhatarisha maisha yao? Je, taasisi zilizopo zinalinda amani au zinapandikiza woga? Kwa ujumla, kauli hizi zimeibua swali moja kubwa kuliko yote. Tanzania inataka kuwa taifa gani? Taifa linalojadiliana bila hofu, taifa lenye taasisi zinazowajibika, taifa linalolinda haki bila kuadhibu uhuru, au taifa linaloamini kwamba utulivu unaweza kupatikana bila kusikiliza vilio vya raia wake? Ni wakati wa kujitazama kwenye kioo cha taifa, sio kwa chuki, sio kwa jazba, bali kwa ujasiri, kwa sababu taifa lisilojiuliza maswali hujikuta likijibu maswali magumu kwa gharama kubwa sana. Huu ndio wakati wa kusafisha hewa ya kisiasa, na rais ana wajibu huu wa kujenga maridhiano ya kweli na kurudisha imani ya kizazi kinachokuja kwamba nchi yao ni mahali ambapo sauti zao hazitawahi kuwa hatari na hazitawahi kudidimizwa. Na sasa tuangalie neno la siku. Hii leo neno la siku tunaangalia neno kubingiria. Maana ya kubingiria ni kitenzi kinachomaanisha kusonga au kuzunguka kwa kitu chenye umbo la duara au mvirigo kama gurudumu au mpira, huku kikigusa sehemu ya chini na kuelekea mbele au chini.
Mara nyingi huashiria harakati ya kitu kinachoanguka au kusogea kikiwa kinazunguka. Kwa kifupi, kufanya kitu kizunguke au kisonge kwa mwendo wa duara kama mpira ukishuka mlima. Kwa Kiingereza, to roll. Mfano katika sentensi: jiwe kubwa lilibingiria kutoka kilele cha mlima hadi chini ya bonde likipiga kelele ya kutisha. Watoto walifurahi kuona mpira ukibingiria kwenye nyasi zilizokatwa vizuri. Aliteleza kwenye barafu na mfuko wake wa vitabu kabingiria mbali. Na hilo ni neno la siku. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunaomba muendelee kusubscribe, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Asanteni sana kwa wote ambao wamesikiliza matangazo haya na pia kuchangia katika matangazo yetu. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.